Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana wa leo, ni Jumamosi tarehe 12 Juni mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutakuletea habari muhimu za hivi punde kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiangazia hali ya usalama inaendelea kuasiri maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, ikiwemo mapigano katika Kivu Kaskazini na Ituri, changamoto za binadamu zinazokabili maelfu ya wananchi wanaokimbia makazi yao, pamoja na maendeleo ya kisiasa yanaendelea kujadiliwa katika ngazi za kitaifa. Pia tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usalama katika miji mbalimbali, matukio yanayohusu sekta ya afya, pamoja na juhudi zinazoendelea kufanywa na mamlaka na wadau mbalimbali katika kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto zinazoikabili nchi. Mimi ni Eloge Longa, basi nakukaribisha uendelee kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa hii ya habari ili kupata taarifa sahihi za kuaminika na zenye kuzingatia maadili ya taaluma ya habari. Basi karibu tuanze habari zetu za mchana leo kupitia Kivu News Info. Mapigano makali yanaendelea kupatiwa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako waasi 23 wanapambana na makundi ya wazalendo katika kijiji cha Muarirwa kilichopo ndani ya groupment ya Kibabi ya kwanza. Mapigano ambayo yameingia siku ya pili mfululizo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku akitokea wakati muhimu ambako maelfu ya wanafunzi wanajiandaa kuanza mitihani wa taifa wa examen d'etat unaotarajiwa kufanyika kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 22 Juni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na viongozi wa jamii, milio ya risasi na silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika tangu Alhamisi katika maeneo ya Bibatama na Kasenyi karibu na mji wa Rubaya. Eneo hili limekuwa likikumbwa na mivutano mara kwa mara kati ya pande zinazosamiana, lakini safari hii mapigano yameripotiwa kurejea kwa nguvu mpya baada ya siku kadhaa za utulivu wa muda mfupi. Kutokana na mashambulizi yao, mamia ya wananchi wameanza kuondoka katika vijiji vyao wakitafuta maeneo salama zaidi. Baadhi yao wameelekea katika kijiji cha jirani, huku wengine wakikimbia maeneo ambayo hayajaguswa na mapigano. Hali ya taharuki imeendelea kuongezeka, huku familia nyingi zikihofia usalama wa watoto na mali zao. Wakulima wanashindwa kwenda mashambani, wafanyabiashara wamepunguza shughuli zao, na baadhi ya shule zimeendelea kuathiriwa na mazingira hayo ya kutokuwa na uhakika. Wakati mapigano yakiendelea, wasiwasi mkubwa unaendelea kuelezwa kwa wanafunzi wa kidato cha 6 wanatarajiwa kufanya mitihani wa examen d'etat. Huu ni mtihani muhimu unaofungua milango ya elimu ya juu na fursa nyingine za kwa vijana nchini. Hata hivyo, usalama na utawala katika sehemu kubwa ya Masisi inahatarisha uwezo wa wanafunzi hao kufika katika vituo vya mitihani kwa wakati. Kwa mujibu wa wakuu wa subdivision ya elimu ya Masisi ya 4, vituo viwili vya mitihani vinavyojulikana kama Luke ya kwanza na Luke ya pili vinamishwa zaidi ya wiki moja iliyopita kutoka groupment ya Nyamaboko kuelekea Kiningi na Rubaya kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Uamuzi ule lenga kuhakikisha kwa wanafunzi wanafanya mitihani katika mazingira bora zaidi. Hata hivyo, changamoto mpya imejitokeza kwa wanafunzi wengi wanaotoka maeneo mbali ya Masisi walazimika kupita katika groupment ya Kibabi ili kufika kwenye vituo vya huu. Groupment ya Kibabi ndio eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na mapigano makali kati ya waasi 23 na wazalendo. Hali hii ina maana kwamba wanafunzi wanaweza kujikuta wakivuka maeneo yenye hatari kubwa wakati wakielekea kufanya mitihani yao. Viongozi wa kijamii wanaeleza kuwa hilo linaweza kuhatarisha maisha ya wanafunzi na hata kuwazuia baadhi yao kushiriki kabisa katika mitihani hiyo. Mashirika ya kiraia katika sekta ya Katwa yameeleza kuwa hali hiyo inahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za elimu pamoja na viongozi wa kiutawala. Yanapendekeza vituo vya mpakani vya misho tena kuelekea Biriko na Mtoto katika eneo la Walikale ambako hali ya usalama inaonekana kuwa tulivu zaidi kwa sasa. Kwa mujibu wa mashirika hayo, hatua hiyo inaweza kusaidia kulinda usalama wa wanafunzi na kuhakikisha kuwa wakosi fursa ya kufanya mitihani kutokana na sababu kutana na vita. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu haki za raia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wananchi wasiokuwa na mzozo huo. Wanaeleza kuwa watoto na wanafunzi hawapaswi kuwa wasirika wa hali ya vita, hasa katika kipindi muhimu cha mitihani ya taifa. Kadri mapigano yanavyoendelea katika sehemu mbalimbali za Masisi, hofu imeongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaoshindwa kufika kwenye vituo vya mitihani inaweza kuwa kubwa ikiwa suluhisho la haraka halitapatikana. Wadau elimu wanaonya kuwa kupotea kwa fursa ya kufanya examen d'etat kunaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa vijana wengi ambao wamekuwa wakijiandaa kwa muda mrefu kwa ajili ya mtihani huo. Kwa sasa macho ya wakazi wa Masisi, wazazi, walimu na wanafunzi yanaelekezwa kwa mamlaka husika, huko wakisubiri hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha usalama unarejea na wanafunzi wote wanapata nafasi ya kushiriki mitihani wao katika mazingira salama, utulivu na yenye kuzingatia haki yao ya kupata elimu.
Kuna wasiwasi mkubwa katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wasiojulikana kujaribu kuchoma moto jengo la kutenga wagonjwa lililoko katika kituo cha afya cha Kanzulinzuli. Tukio limetokea usiku wa kuamkia leo majira saa 8 za usiku na linaongeza orodha ya vitendo vya vurugu vinavyolenga sekta ya afya katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya afya, watu walijaribu kuwasha moto katika jengo linalotumika kwa ajili ya kuwatenga na kuwahudumia wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalumu. Ingawa juhudi za uchomaji moto hazikufanikiwa kusababisha uharibifu mkubwa, tukio limezua hofu miongoni mwa wahudumu wa afya na wananchi wa Beni. Shambulio lilitokea katika kipindi ambacho kumekuwa na matukio kadhaa ya ukatili dhidi ya wafanyakazi wa sekta ya afya. Katika wiki za hivi karibuni, wadau wa wahudumu wawili wa afya walishambuliwa na kupigwa na watu wanaojitambulishwa kuwa wapinzani wa hatua za kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Watu hao wanahutumu wahudumu wao bila kushahidi kuwa wanahusika na kuzingatia ugonjwa ndani ya jamii hiyo. Tuhuma hizo zinaendelea kuenea katika baadhi ya maeneo licha juhudi zinazofanywa na mamlaka za afya pamoja na washirika wao kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa huo na njia ya kujikinga. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa taarifa za upotoshaji na uvumi vinaendelea kwa changamoto kubwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa mlipuko. Wadau wa sekta ya afya wameeleza kuwa masikitiko yao kufuatia tukio hilo na kulaani vikali mashambulizi yote yanayolenga vituo vya afya pamoja na wafanyakazi wake. Wamesisitiza kuwa wahudumu wa afya wanafanya kazi ya kuokoa maisha ya wananchi na hawapaswi kuwa walengwa wa vitisho, mashambulizi au vitendo vya uharibifu. Kwa mujibu wa viongozi wa afya, kushambuliwa kwa vituo vya afya kunaweza kuzofisha juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola na magonjwa mengine ya kuambukiza. Pia kunaweza kuwakatisha tamaa wahudumu wa afya wanaojitolea kufanya kazi katika mazingira magumu kwa ajili ya kulinda afya za wananchi. Mamlaka zihusika zimeomba kuimarisha usalama katika vituo vya afya vya Beni na kuwachukulia hatua kali wahusika wa vitendo hivi ili kuzuia matukio kama hayo kujirudilia. Wakati huo, wananchi wamehimizwa kushirikiana na wadau wa afya na kuepuka kuamini taarifa zisizo na msingi ambazo zinaweza kuhatarisha afya na usalama ya jamii kwa ujumla. Hali ya usalama endelea kuzorota kwa kiwango cha kutisha katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamia raia wakiendelea kuwa waathirika wa mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, wimbi jipya la wakimbizi limeikumba eneo la afya la Mandima mwishoni mwa mwezi Mei, jambo linaloonyesha kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo inaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku. Taarifa zinaonyesha kuwa kati ya tarehe 24 na tarehe 31 Mei, watu wenye silaha walifanya mashambulizi katika vijiji na maeneo kadhaa ndani ya wilaya ya Mambasa. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo angalau vya raia 41 kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Waathirika wengi walikuwa ni wananchi wa kawaida ambao hawakuwa na uhusiano wote na mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Maeneo hayo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na Biakato, Machebe na Ngubo ambako watu wenye silaha walivamia na kutekeleza mauaji ya raia. Wakazi wa maeneo walikumbwa na hofu kubwa, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao ili kuokoa maisha yao. Wengine walijificha porini au katika maeneo jirani wakihofia mashambulizi mengine. Kwa mujibu wa OCHA, mauaji mapya yameongeza idadi ya raia waliouawa katika eneo la afya la Mandima pekee hadi kufikia watu 198 katika mwezi Mei. Takwimu hiyo inaonyesha kuwa ukubwa wa janga la binadamu linakumba Ituri na jinsi wananchi wanavyoendelea kuishi katika mazingira ya hofu na ukosefu wa ulinzi wa kutosha. Karibu watu 200 kupoteza maisha ndani ya mwezi mmoja ni ishara ya hali mbaya sana ya usalama inayoikumba eneo hilo. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao, watoto wamebaki yatima na mamia wananchi wameachwa bila makazi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha. OCHA imeeleza kuwa mazingira ya ulinzi wa raia yanaendelea kuzorota kwa kasi. Licha ya uwepo wa operesheni mbalimbali za kijeshi zinazolenga kurejesha amani katika Ituri, wananchi wengi bado wanaendelea kuwa walengwa wa mashambulizi, mauaji na vitendo vingine vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kutokana na hiyo, mashirika ya misaada ya kibinadamu yanakabiliana na changamoto kubwa ya kuwafikia watu wanaohitaji msaada. Ukosefu wa usalama katika barabara na vijiji vingi umefanya baadhi ya maeneo kuwa magumu kufikiwa na wahudumu wa misaada. Hali hiyo inawaacha maelfu ya wananchi bila huduma muhimu kama chakula, dawa, maji safi na makazi ya dharura. Wakati idadi ya watu wanaokimbia makazi yao inaendelea kuongezeka, familia nyingi zimeacha mashamba yao, biashara zao na mali zao kutokana na hofu ya kushambuliwa. Wengi wanaishi katika mazingira magumu kwenye maeneo ya muda au katika familia zinazopokea, huku wakikabiliwa na uhaba wa chakula na huduma za msingi. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za serikali na washirika wa kimataifa kuongeza juhudi za kulinda raia na kurejesha usalama katika maeneo yaliyoathiriwa. Wanasema kuwa bila hatua madhubuti za kuimarisha ulinzi wa wananchi, idadi ya waathirika
kadhalika inaweza kuendelea kuongezeka katika miezi ijayo. Kwa sasa wakazi wa Mandima na maeneo mengine ya Mombasa wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, wakihofia mashambulizi mapya wakati wowote. Huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya, matumaini ya wananchi wengi yamebaki katika kurejea kwa amani na usalama ambayo itawaruhusu kuendelea na maisha yao ya kawaida baada ya miaka mingi ya migogoro na machafuko. Vifo vinaendelea kuongezeka katika kambi ya wakimbizi ya ndani ya Kingozi iliyoko mjini Bunia mkoani Ituri, hali inayozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa kambi hiyo pamoja na mashirika ya kiraia yanayofuatilia hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Taarifa zinazopatikana zinaonyesha kwa watu 6 zaidi wamefariki dunia kwa tarehe 18 Juni na kufanya idadi ya vifo kuripotiwa katika siku za hivi karibuni kuongezeka kwa kiwango cha kutia wasiwasi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, sababu halisi za vifo hivyo bado haijajulikana. Wataalamu wa afya wanaendelea na uchunguzi pamoja na vipimo mbalimbali vya kitabibu ili kubaini chanzo cha vifo hivyo ambavyo vinaendelea kutokea ndani ya kipindi kifupi sana. Matokeo ya uchunguzi yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu hali halisi na wakabili wakazi wa kambi hiyo. Vifo hivyo vinakuja siku moja tu baada ya watu 7 wengine kufariki tarehe 17 Juni. Kabla ya hapo watu wengine 8 walikuwa wamepoteza maisha katika mazingira yanayofanana. Hivyo ndani ya kipindi cha siku 3 pekee jumla ya watu 17 wamefariki katika kambi hiyo, jambo linaloongeza hofu na uwepo wa tatizo kubwa la kiafya au kibinadamu linalohitaji hatua za haraka. Wakazi wa kambi ya Kingozi wanaeleza wasiwasi wao mkubwa kutokana na hilo. Wengi wanasema wanaishi katika mazingira magumu na ukabiliwa na changamoto za huduma za afya, upatikanaji wa maji safi, lishe duni na msongamano mkubwa wa watu. Alionaweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa magonjwa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mashirika ya kiraia katika eneo la Bihema kaskazini wanaonyesha hofu kubwa kufuatia ongezeko la hilo la vifo. Viongozi wa mashirika hayo wanataka serikali pamoja na washirika wa kibinadamu kuingilia kati haraka ili kutathmini hali ya afya katika kambi hiyo na kuchukua hatua zinazohitajika kuzuia vifo zaidi. Mratibu wa mashirika ya kiraia wa Bahema kaskazini Sharite Banza Bavi amesema alishuhudia kwa sasa anaashiria kuzorota kwa mgogoro wa kibinadamu unaokumbwa maelfu ya wakimbizi wa ndani wanaokimbia makazi yao kutokana na machafuko ya usalama endelea katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Amesisitiza kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kulinda maisha ya watu wanaoishi kambini huko. Mashirika hayo yameomba mamlaka za mkoa za Ituri, serikali kuu pamoja na wadau wa afya kimataifa, hususan shirika la afya duniani kuchunguza kwa kina chanzo cha vifo hivyo na kuimarisha huduma za afya ndani ya kambi hiyo. Pia imeomba kuwepo kwa msaada wa haraka wa dawa, vifaa vya matibabu na wataalamu wa afya ili kukabiliana na hali hiyo kabla ijawa mbaya zaidi. Wakati wote timu za afya na wataalamu wa kukabiliana na majanga tayari zimeanza kuchukua hatua za awali. Miongoni mwa hatua hizo ni usimamizi salama wa miili ya marehemu, uchunguzi wa afya kwa wakazi wa kambi na ukusanyaji wa sampuli kwa sababu ya vipimo vya maabara. Hatua hizo zinafanyika kwa tahadhari kubwa ili kuzuia hatari yote ya kusambaa kwa ugonjwa huo ikiwa itabanika kuwa ndio chanzo cha vifo hivyo. Kambi ya Kingozi imehifadhi maelfu ya wakimbizi wa ndani wanaolazimika kuyama makazi yao kutokana na migogoro ya usalama inayodumu kwa muda mrefu katika mkoa wa Ituri. Kwa miaka kadhaa sasa wakimbizi hao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi za kibinadamu ikiwemo ukosefu wa chakula cha kutosha, huduma za afya, maji safi na makazi bora. Kadiri idadi ya vifo inavyoendelea kuongezeka, hofu imezidi kutanda katika kambi hiyo, huku familia nyingi zikiishi katika mazingira zisizofahamu kuhusu usalama wa afya zao. Wakazi wanaelewa sasa wanasubiri matokeo ya uchunguzi wa kitabibu itakayobanisha chanzo cha vifo hivyo na kueleza hatua zinapaswa kuchukuliwa ili kuokoa maisha ya watu wengine. Kwa sasa wito unaendelea kutolewa kwa serikali, mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika wote wa kibinadamu kuongeza juhudi zao katika kambi ya Kingozi ili kuzuia hali hiyo isigeuke kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu katika mkoa huo wa Ituri. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Kalemi mkoani Tanganyika, huku mamlaka za jiji hilo zikieleza wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya silaha, wizi wa kutumia nguvu na vitendo vingine vya uhalifu vinavyolenga raia. Meya wa mji wa Kalemi David Mukeba Mbombo amesema kwa sehemu kubwa ya matukio haya yanahusishwa na wanajeshi wenye silaha ambao wako chini ya udhibiti wa kawaida wa vikosi vya usalama. Akizungumza kuhusu hali hiyo, meya huyo alieleza kuwa watu wanaohusika na mashambulizi mengi wanaripotiwa katika mji huo ni wanaume wenye silaha wanadaiwa kwa wanajeshi kutoka katika maeneo ya mashariki mwa nchi hususan Goma, Bukavu na Uvira. Kwa mujibu wake, baadhi yao walifika Kalemi wakiwa na silaha zao baada ya kuondoka katika maeneo yaliyokuwa kikumbwa na mapigano makali katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini. Kauli inakuja wakati ambako wakazi wa Kalemi wamekuwa wakilalamika kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na wamefanikiwa nyakati za usiku. Katika wiki za hivi karibuni milio ya risasi imekuwa ikisikika mara kwa mara katika vitongoji mbalimbali vya mji huo, anafanya wananchi kuishi kwa hofu na wasiwasi kuhusu usalama.
usalama wao. Mbali na milio ya risasi, visa vya uvamizi wa nyumba na uporaji wa mali vimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Familia nyingi zimekuwa zikishambuliwa usiku na watu wenye silaha wanaovamia makazi yao na kuondoka na fedha, simu, vifaa vya samani pamoja na mali nyingine za wananchi. Meya wa Kalemi amekumbusha tukio litokea usiku wa tarehe 16 Juni katika mitaa ya Regeza na Kapangula ambako watu wenye silaha pamoja na mapango walivamia nyumba kadhaa za wananchi. Katika tukio hilo mbali zilibiwa, huku wakazi wa maeneo hayo wakibaki katika hofu kubwa baada ya mashambulizi hayo. Tukio hilo limefanya mashambulizi mengine yalitokea kati ya usiku wa tarehe 13 na tarehe 14 Juni katika vitongoji kadhaa vya Kalemi. Wahalifu walifanya mashambulizi yaliyoratibiwa katika maeneo tofauti ya mji huo ambako watu kadhaa walijeruhiwa na risasi na mali nyingine za samani kuibiwa. Katika usiku huo, tukio jingine mbali tokea baada ya watu wenye silaha kushambulia makazi ya raia mmoja wa China anayeishi Kalemi. Wakati wa shambulizo hilo, polisi mmoja alikuwa akilinda eneo hilo aliuawa. Washambuliaji walifanikiwa kuondoka na kiasi kikubwa cha fedha pamoja na vitu vingine vya samani kabla ya kutoweka. Kuongezeka kwa matukio kumefanya viongozi wa kisiasa na kijamii kuonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mji huo. Shirikisho la chama cha DPS mjini Kalemi linasema kuwa mazingira ya usalama imefika kiwango cha kutisha na yanahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka husika. Msemaji wa DPS mjini Kalemi, Jean Kasongo, amesema kuwa vitendo hivyo vya uhalifu vinaendelea kujirudilia kwa kasi na vinaonyesha kuwa kuna changamoto kubwa katika juhudi za kulinda raia pamoja na mali zao. Ametaka serikali ya mkoa pamoja na vyombo vya usalama kuongeza doria na kuchukua hatua mbalimbali dhidi ya wahusika wa mashambulizi hayo. Wakazi wa Kalemi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za usalama kuimarisha ulinzi katika mitaa mbalimbali ya jiji hilo. Wanasema kuwa maisha yao yameathirika kutokana na hofu ya mashambulizi ya kila mara, huku baadhi ya familia zikilazimika kubadili ratiba zao za maisha kwa kuogopa kutoka nje nyakati za usiku. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa migogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaweza kuwa na hatari katika maeneo yaliyo mbali na uwanja wa mapigano. Wanasema kuwa kusambaa kwa silaha na kuhama kwa watu wenye uzoefu wa kijeshi kunaweza kuchangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika miji mingine ya nchi. Kwa sasa mamlaka za Kalemi zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu la kurejesha utulivu katika mji huo, huku wananchi wakisubiri kuona hatua madhubuti zitakazochukuliwa ili kukomesha wimbi la mashambulizi na kurejesha hali ya usalama inayohitajika kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya eneo hilo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya muungano wa vyama vya upinzani unaojulikana kama CES64 kutoa tathmini yake kuhusu maandamano ya kukaa chini yaliyofanyika mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Muungano huo unadai kuwa watu wawili walipoteza maisha, mamia wengine kujeruhiwa na kadhaa kutoka kufuatia hatua za kuvunjwa kwa maandamano hayo na vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa viongozi wa CES64, maandamano yanaandaliwa kwa lengo la kushinikiza bunge kuondoa pendekezo la sheria la kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, maandamano yalizuiliwa na vikosi vya usalama kabla ya kufikia malengo yaliyokusudiwa, jambo lilosababisha mivutano kati ya waandamanaji na polisi. Katika taarifa iliyotolewa na muungano huo, upinzani unadai kuwa watu wawili walifariki dunia wakati wa matukio hayo. Unaripoti kwa watu 334 walijeruhiwa vibaya, huku wengine 218 wakipata majeraha madogo. CES64 pia inasema kwa watu 27 wajulikani walipo hadi sasa na kwamba waandamanaji 29 walikamatwa wakati wa operesheni za polisi za kutawanya maandamano. Muungano unaendelea kuishtumu serikali pamoja na vyombo vya usalama kwa kile kinachokidai kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Viongozi wa upinzani wanadai kuwa baadhi ya makundi yalihusishwa na ukandamizaji wa maandamano yalitumia silaha mbalimbali ambayo kwa mujibu wao ilichangia kuongezeka kwa idadi ya majeruhi. Mbali na madhara ya kibinadamu, CES64 pia imeripoti uharibifu mkubwa wa mali katika makao makuu ya vyama kadhaa vya upinzani. Taarifa inaeleza kuwa kulikuwa na vitendo vya uharibifu, uporaji wa mali, wizi pamoja na uchomaji wa magari na pikipiki katika ofisi za baadhi ya viongozi wa kisiasa wa upinzani. Vyama vilivyotajwa vimeridhika na pamoja na kila naongozwa na viongozi maarufu wa kisiasa nchini, akiwemo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Deli Sesenga, Augustin Matata Ponyo na Moise Katumbi. Hata hivyo, serikali ya Kinshasa imekanusha taarifa hizo. Mamlaka za serikali zinasema kuwa hakuna mtu aliyepoteza maisha wakati wa maandamano hayo na zimepinga takwimu zilizotolewa na upinzani kuhusu taarifa ya
majeruhi. Serikali pia imeeleza kuwa polisi walitekeleza majukumu yao kwa weledi na kwa kuzingatia sheria katika kudhibiti mikusanyiko hiyo. Licha ya tofauti hizo na maelezo kati ya serikali na upinzani, Sosans Kati nasema haitasisitisha kampeni yake dhidi ya mapendekezo la mabadiliko ya katiba. Baada ya kufanyika kikao cha tathmini, viongozi wa muungano huo wametangaza maandamano mapya katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, maandamano mapya yanalenga kushinikiza kujiuzulu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye anamtuhumu kutokuheshimu baadhi ya misingi ya katiba. Upinzani unasema kwamba maandamano yatafanyika katika miji mbalimbali nchini, huku mikusanyiko mikubwa ya Kinshasa ikitarajiwa kuelekea kwenye Palais de la Nation, makazi rasmi ya kazi ya rais aliyopo katika eneo la Ngombe kando ya mto Kongo. Tangazo hilo linaashiria kuendelea kwa mvutano wa kisiasa nchini katika kipindi ambacho mjadala kuhusu mageuzi ya kisiasa na mabadiliko ya katiba endelea kuzua maoni tofauti kati ya serikali na upinzani. Wakati upinzani ukiendelea kuhamasisha wananchi kushiriki katika maandamano yake, serikali nayo inaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za taratibu za nchi. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa hatua zinazochukuliwa katika siku zijazo zitakuwa muhimu katika kuamua mwelekeo wa hali ya kisiasa nchini, hasa wakati ambako nchi inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za usalama, uchumi na maendeleo. Kwa sasa macho ya wananchi wengi yanaelekezwa kwa viongozi wa kisiasa wakitarajia kuona suluhisho la amani litakalosaidia kupunguza mvutano unaoendelea kujitokeza katika mazingira ya kisiasa ya taifa. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 12 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi katika taarifa hii ya habari ya mchana wa leo. Tumekuletea habari mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwemo masuala ya usalama, hali ya kibinadamu pamoja na matukio ya kijamii na kisiasa yanaendelea kuasili maeneo mbalimbali ya nchi. Tunaendelea kusisitiza kufuatilia habari zetu kupitia chaneli zetu ili kupata habari sahihi, za haraka na zenye kuaminika kila wakati. Na kabla sijahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, kumbusha huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa ndugu wanasema kujabone, kueme vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Amani na utulivu endelee kutawala katika maeneo yote nchini yetu na dunia kwa ujumla. Mimi ni Teloje Longo na kutakia mchana mwema na kusemesha kwa heri hadi taarifa yetu ya jioni. Basi asante sana, baki salama na mchana mwema, na Mungu endelee kukubariki katika shughuli zako za kila siku.